Yes, habari, na hii ni Mbilinyi Online Academy na mimi naitwa Dr. Mbilinyi. Sasa Unpopular Technique, hichi hapa ni kitabu ambacho kimeandikwa na Dr. Mbilinyi ambacho kimekuja kuelezea mbinu mbalimbali namna gani unaweza kuzitumia, lakini ni hatua ndogo ndogo sana ambazo kila siku unaweza kuzifuata, mwisho wa siku ukafanikiwa. Sasa kuna siri mbalimbali za mafanikio, na siri na nidhamu bora. Nidhamu bora. Watu wengi zaidi wamekuwa wakifanikiwa katika vitu mbalimbali kwa kuwa na nidhamu bora. Nidhamu namba moja tunaita ni nidhamu ya fedha. Watu wengi zaidi wamekuwa wakiferi kwenye maisha kutozingatia nidhamu ya fedha. Na katika nidhamu ya fedha, hakikisha unakuwa na akiba yako. Cha pili, fedha au chenji ambayo inabakia sokoni wakati ukiwa umenunua nyanya, umenunua vitunguu vyako, hakikisha hauitumii kwa vila vitu vidogo vidogo, kwa mfano pipi, jojo, mandazi, biskuti, mona vitu kama hivi. Sasa hivi hapo ni vitu ambavyo vimekuwa vikimaliza pesa nyingi, kwa sababu ukiwa unakusanya zile 100, 50, mwisho wa siku unajikuta umekusanya fedha nyingi zaidi. Lakini nidhamu namba 2 ambayo unatakiwa uifuate tunaita nidhamu ya kutunza muda. Endapo ukiwa na discipline nzuri ya kutunza muda, na katika kutunza muda kuna njia mbalimbali ambazo unaweza ukazifuata. Cha kwanza kabisa, unaweza ukatumia Google Calendar, unaweza ukajiwekea wewe mwenyewe ratiba, au ukaweka au stopwatch alarm. Hizi hapo ni njia mbalimbali ambazo unaweza ukazitumia kwenye kutunza muda. Na unavyotunza muda, hakikisha kwamba unazingatia wakati labda mmeambizana jambo fulani linatakiwa lifanyike saa ngapi. Umeona? Unatakiwa unafika kwenye ule muda. Na katika watu ambao wanafanikiwa zaidi ni wale watu ambao wanatunza muda. Na katika fedha imejificha sehemu ya muda. Kwa hiyo zingatia sana kutunza muda. Muda ni mali.